Na hali ya taharuki ilitanda jijini Nakuru baada ya washukiwa 4 wa mauaji ya afisa wa polisi na raia 4 katika visa vya wizi kufanya jaribio la kutoroka walipokuwa wanapelekwa mahakamani. Polisi walifyatua risasi kadhaa hewani, hali ambayo ilisababisha wananchi kukimbilia usalama wao huku wakiwafukuza washukiwa kabla ya kuwakamata tena. Ken Gashuhi anaripoti kuhusu tukio hilo ambalo lilisababisha shughuli za mahakama kusitishwa siku nzima. Milio ya risasi ilisababisha taharuki jijini Nakuru, wakazi wakikimbilia usalama wao huku wengine wakielekea eneo la tukio ambapo washukiwa 4 walikuwa wanafukuzwa walipojaribu kutoroka mikononi mwa maafisa wa idara ya magereza wakati wakielekezwa mahakamani. Niliona watu wakitoka kotini kutoka main court kwenda kotini dogo. Nikaona kawaida wanafuatana na askari wa prison na watu bado wengine wataamua kwenda kotini. Pude nikaona vijana wametimua na wako kwa pingu. Mimi sasa nikasikia kila mtu akisema chika ni hawa. Kwa ushirikiano na maafisa wa polisi na wakazi, washukiwa hao 4 walikamatwa tena na kurejeshwa katika majengo ya mahakama baada ya kupewa kichapo na maafisa hao. Vijana wanasema hapana, wakapiga kona. Wakarufia kwa gari hivi. Nao watu wakatoka town ndio watu wengine. Na watu wa pikipiki. Kupiga kona hivi hawakumaliza ofisi ya municipality. Sasa ndio wakafika pale, watu wakazuia, polisi kaanza kupigwa. Naibu kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Zakaria Omae alisema washukiwa hao ni miongoni mwa genge lililokamatwa mwezi Juni mwaka huu wakihusishwa na visa 11 vya wizi wa kimabavu sehemu tofauti za jiji la Nakuru, ambapo wafanyabiashara 4 wa M-Pesa na askari mmoja waliuawa kwa kupigwa risasi. Wako na mashtaka ya mauaji na pia unyang'anyi kwa kutumia nguvu, na kesi yao ilikuwa iendelee leo. Walirudishwa kotini, watashtakiwa na hilo kosa pia la kutaka kutoroka kutoka kwa mikono ya askari. Ingawa polisi wanasisitiza washukiwa hao hawakujeruhiwa kwa risasi, 2 waliondoka kwenye jengo hilo la mahakama wakiabiri ambulensi, wakili wao akisema kuwa walipata majeraha mabaya. One of my clients was shot, got a gunshot to the mouth from prison officers. I tried to plead with the officers to take my clients to hospital, and all my pleas to them were not heed to. Tukio hilo lilisambaratisha shughuli zote za mahakama ya Nakuru ambapo kesi zilihairishwa hadi kesho. Ken Gashuhi, KTN.